Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana kuwahi nyumbani mwa Bwana asubuhi. Naomba utambue ufanyi kazi ya bure. Nilikuwa nasoma jana kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura 29. Natamani ukipata muda kasome. Mungu ni Mungu wa maagano, rabo sakori andaraba shekaria. Mungu afanyi kazi bila maagano. Ukifanya hivi, nitafanya hivi. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila amwaminie asifanye nini? Bali awe na. Utakapomwamini Yesu utaokolewa. Utakapotoa fungu la 10, nitalinda fedha zako. Utakapotembea na Mungu wako, nitaweka ulinzi juu ya maisha yako. Utakapo. Kwa kuna nguvu ya kuamua kutembea na Mungu. Na mambo mengi ambayo yanatokea kwenye maisha ya mwanadamu yana uwezekano mkubwa ya kutatuliwa kama utatembea na Mungu. Sasa mwanangu mmoja jana akaniuliza, unawezaje kuomba masaa 5? Kwa sababu nikisoma kwenye mitandao kote, watumishi wa Mungu, kina mama na kina baba ambao wameweza kutikisa dunia. Ngoja nikwambie, kama huwezi kuomba kwa masaa 2 kwa siku, huwezi kuwa mchungaji. Utakuwa na kanisa la kijinga tu, la kuchekesha tu, la kutafuta vituko. Ndio maana unakuta siku hizi kwenye mitandao unakuta mtu anatoka anaingia kanisani, anaingia anakuja kucheza muziki badala ya kwenda kupiga injili. Kwa ni mambo ya muziki huko kanisa. Ni hivyo, yaani ujinga tu ambao unaendelea. Hamna injili. Yesu ashakufa. Haiwezekani ukaendesha kanisa kama mchungaji una maombi ya masaa 2. Haiwezekani ukawa mshirika ambao una moto una maombi ya saa 1. Sawa. Sasa unawezaje kuwa na maombi ya saa 1? Kuna njia 2. Njia ya kwanza ni kutumia njia ya sala ya Bwana ambayo nilikufundisha. Nilikwambia kwamba tunapokuja kwenye ibada asubuhi tunaongea kama baba na mtoto. Ni ibada ya kujenga kabla sijaenda kwenye neno. Kwa unapoenda kwenye sala ya Bwana, mimi kuniambia nimeamka saa 9 usiku leo. Niko kwenye magoti mpaka saa 11. Niko kwenye magoti sijatoka. Na nacheza na sala ya Bwana tu. Saa 11 kasoro nikakalala usingizi kidogo nusu saa. Nikaanza kujiandaa kwa ajili ya. Nimemaliza kasoro nikakaa mezani naandika, kwa sababu tunataka kwanza maombi ya kufunga mwezi wa 8, mnajua tuna siku 40 hapo. Wale ambao tuko tayari. Tuna siku 40 za kutafuta Bwana. Sasa namtafuta Mungu, naenda vipi mwezi wa 8? Na Mungu namtafuta hapatikani, ili umpate mchongo wake. Sio kazi ndogo. Kwa hiyo unaingia kwenye maombi. Njia ya kwanza ambayo nimejifunza baada ya kuangalia kina baba maana yake watu waliotangulia katika imani. Watu waliotikisa dunia hii. Kuna mtu mmoja anaitwa John Knox, Malkia wa Uingereza, akasema, ninaogopa majeshi ya Marekani na dunia nzima. Yaani siyaogopi, naweza kuyapiga, lakini namuogopa mtu mmoja anaitwa nani? John Knox. Ile mashine ikiingia kwenye maombi ilikuwa napiga 7 hours, masaa 7. Iko kwenye magoti. Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Baba. Yuko kwenye moto. Mwingine ambaye namjua, ambaye ametengeneza kanisa la watu 1,000,000, anaitwa Yong Cho. Ili uweze kutengeneza kanisa la watu 1,000,000, alikuwa anaomba masaa 6 kila siku. Alikufa na miaka 85. Lakini mpaka anakufa alikuwa anaomba masaa 4 kila siku kwenye moto. Ngoja nikwambie, kanisa sio matumbuizo. Kanisa ni watu kupona. Kanisa ni miujiza kutokea. Sasa unaombaje masaa 5? Unaombaje masaa 10? Kwa nimekwambia njia ya kwanza ni baba yetu. Kwa sababu Yesu anaonya katika kitabu cha Mathayo sura ya 6. Anasema mnapoomba msifanye nini? Msipayuke. Kupayuka maana yake nini? Unaingia kwenye magoti, ndio unaingia kuomba. Mimi sina tatizo na kuomba. Unaingia kwenye magoti kuomba, unaanza kubadilisha mawazo. Mara umeomba, Baba naombea mtoto wangu, naombea Tanzania, naombea Rais Samia, naombea nchi, naombea mchungaji. You don't know where you're going. Naombea mpaka hali ya hewa. Naombea taa kanisani, yale mabati katika jina la Yesu. Naombea mpaka ukuta. Haleluya. Maombi ya nini?
kupa. Linalokuja kichwani, kinachokuja hapo hapo, Baba katika jina la Yesu. Linakuja la pili. Unatumia nguvu nyingi na ugali mwingi kwa ajili ya maombi. No. Unaingia kwenye magoti. Baba yetu uliye mbinguni, tulivu wa kutosha. Unamtafakari Mungu kupitia maandiko, anavyoweza kuwavusha watu katika bahari ya Shamu. Unamtafakari Mungu kupitia maandiko, anavyoweza kuangusha ukuta wa Jeriko. Unamtafakari Mungu kupitia maandiko, alivyoweza kuumba kuwa mtu wa ajabu kama ulivyo. Yani kwa neema nyingi alivyokujazia rehema na neema zake. Unamtafakari Mungu. Naomba nikwambie, kuna nguvu ya kuchukua muda wa dakika 20 kumtafakari Mungu tu. Ndipo unapokuta maswali yako mengi ya mchana, Mungu anashusha mwanga, yanajibiwa. Maswali yetu ya asubuhi, Mungu anashusha mwanga, yanajibiwa. Kuna nguvu inashuka na kupa mwanga. Nilikuwa nauliza Mungu, tunaenda na somo gani mwezi wa 8? Mwaka huu ni wa nini? Nikapiga magoti. Nimepiga tu magoti, naanza kutafakari. Ikaja message pop. Kwa naomba nikwambie, unajua kuna watu wanielewi. Unaweza kuanza taratibu usipate hata message, lakini unapozidi kujifunza kukaa kwenye magoti unaanza kupata ujumbe. Unashangaa kuna watu walikuwa wanagombana. Mfano jana nimekuwa na watu fulani nimegombana nao mchana kwa namna fulani katika mambo ya kikazi haya. Nimeingia tu kwenye magoti pop. Nimekaa dakika 10 tu na mtafakari Mungu. Ufunuo ukaja. Fanya hivi. Ngoma imeisha. Ninapenda nikwambie, kuna nguvu kubwa kama unaamua kuwa na utulivu wa magoti. Unatoka, jina lako limetiwa. Ninakutukuza Baba, ninakuheshimu, ninakuabudu, ninakuhimidi. Uchoki. Kwa sababu nini? Unasoma na maandiko. Ukiona umeshindwa hapo, nenda kasome Zaburi 150. Hakuna dhambi kuwa kwenye magoti huku unasoma Biblia. Nisikize kwa makini. Hakuna dhambi kuwa kwenye magoti huku unasoma Biblia. Na baada ya pale unaongea habari za ufalme wako uje. Ufalme maana yake nini? Baba, ninamwombea jirani yangu yule. Namwombea yule kijana kanisani katika jina la Yesu. Mimi binafsi naombea wachungaji wangu, wachungaji wote wako chini yangu. Ninaombea wazee wa kanisa, ninaombea washirika. Ninawakumbuka wanaopitia kwenye magumu, nakumbuka waliotoa mafungu ya 10. Baba, na wainua yule baba, na muinua, naomba neema. Nusu saa imepita. Baba, ninaomba ulinzi kwa ajili ya kanisa. Ile ndoto, yale maono makubwa yakapate kutimia. Mpaka sasa hivi naanza kuwa na mashaka, inawezekana kanisa likawa dogo hilo. Bwana Yesu asifiwe. Tunakoenda ni kukubwa. Haleluya. Kwa sababu kuna moto wa maombi. Utupe leo riziki yetu. Katika najenga madhabahu 6. Naiombea familia, naombea kila mmoja katika watoto, naombea kazi, naombea biashara. Ninaingia ndani na ikabidhi. Naitwa madhabahu. Madhabahu ni vitu ambavyo vya msingi unavyoombea kila siku. Madhabahu manake nitaombea ndoa. Kwa unajenga madhabahu ya ndoa. Unapoingia utupe leo mkate wa kila siku. Lazima uwe na mambo 5 au 6 ambao unaombea kila siku mpaka natokea. Kuna mengine ya kudumu, kuna mengine ambao unaombea yanapita. Lakini katika sehemu ya utupe leo riziki yetu ya kila siku, kuna nguvu unaitumia. Sasa kwa sababu ya muda siwezi kwenda sana. Tutamalizia somo hili kesho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka nikwambie kuna moto. Hakuna, ukisikia Mkristo ni mashine na ngurume naomba, mimi namuogopa. Kwa sababu najua anaweza kubadilisha ulimwengu. Huyo Mungu wake akishuka anaweza kubadilisha serikali. Mungu wake akishuka anaweza kubadilisha miji. Mungu wake akishuka vipofu wanaweza kuona. Mungu wake akishuka watema wataweza kutembea. Njia ya pili, nimalizie. Njia ya pili ni njia ambayo inaitwa hema la kuabudia. Nakwambia namna ya kuomba masaa 5 bila kuchoka. Hema ya kuabudia. Huyu jamaa ambaye anaitwa Yong Cho na John Knox waliomba mpaka, unajua kule kulikuwa hakuna tiles wala floor. Haya magoti yalisagika. Mpaka wanakufa walikuwa hawezi kutembea. Watu ambao wanaweza kukaa. Kuna mmoja alipiga magoti kwenye barafu masaa 6. Baba. Lakini akitoka hapo ni mashine nyingine, ni moto. Sio Kristo leo.
wa maji ya kunywa. Bwana Yesu asifiwe. Watu wapo goigoi, hawajui watu wanataka nini. Natamani uwe mashine ya kuomba. Kwa njia ya pili inaitwa maombi ya hema. Maombi ya hema maana yake nini? Ukiangalia katika kitabu cha Biblia, kitabu cha Kumbukumbu ya Torati, Mungu aligawanya hema la kuomba maeneo matatu. Eneo la kwanza ilikuwa unaenda kwa ajili ya kuomba msamaha. Pia ni njia. Baba, ninaomba msamaha, natoa sadaka damu ya Yesu, naomba rehema, naomba rehema. Hamna tatizo, ni njia pia. Ukitoka hapo unaenda sehemu ya kuabudu. Sio dhambi, nakupa njia. Kwa unakwenda kumtukuza Mungu, utaimba nyimbo za kuabudu, na kuna mwingine unatoka mpaka anacheza. Weka mziki kwenye redio, weka mziki kwenye simu, weka mziki mahali, unamwimbia Mungu mpaka jasho linakutoka. Alafu unakuja, Baba, naleta hoja zangu 6. Ya kwanza, haya maisha nimeachoka. Neno lako linasema utanibariki, umesema utanibinua, umesema utanifanikisha, umesema maadui zangu utapigana nao. Baba, naomba. Unakuja ombi la pili, unakuja ombi la tatu, unakuja ombi la 4, alafu unamalizia kwa ibada ya sifa. Yote pia ni njia. Kwa unaangalia njia ipi ambayo inaweza kusaidia wewe kuomba masaa mengi. Lakini naomba nikwambie, Mkristo ambaye hawezi kuomba saa moja ni chakula cha shetani. Wala usizani ni rahisi kupigwa kwenye majaribu. Kwa nini? Kwa sababu anayeomba Mungu anampa neema ya kutoka kwenye majaribu. Baada ya kusema hayo, ninaomba tuimbe wimbo namba 58, alafu tukasome neno. Mwamba wewe imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu unisafi na unifanya mshindi kwa kazi zote pia. Sitimizi sheria nijapofanya bidii, nikilia na kudhii, hayaishi makosa. Ndiwe wa kuokoa, sina cha mkononi, naja msalabani, nitubu nipige, ni unyonge nishike, niliuze chafu naja, nioshe nisijafa, nikungoja kwa chini na kwenda kaburini, nipapo mbinguni na kukuona enzini. Roho yangu na iwe laani wako wewe. Amen. Naomba tufungue pamoja Zaburi sura ya 7. Tutasoma kwa kupokezana. Zaburi sura ya 7. Bwana Mungu wangu, nimekukimbilia wewe, uniokoe na wote wanaonitafutia, uniponye, asije akaiparura nafsi yangu kama simba, akivunjavunja pasipokuwa na kuponya. Bwana Mungu wangu, ikiwa nimetenda haya, ikiwa mna uovu mikononi mwangu, ikiwa nimemlipa mabaya yeye aliyekaa kwangu salama, asha nimemponya yeye aliyekuwa mtesi wangu bila sababu, basi adui na nifuatie na kuikamata nafsi yangu, naam aukanyage uzima wangu na kuulaza utukufu wangu mavumbini. Bwana, uondoke kwa hasira yako, ujiinue juu ya jeuri ya watesi wangu, uamke kwa ajili yangu. Umeamuru hukumu, kusanyiko la mataifa
likuzunguke, na juu yake uketi utawale. Bwana atawaamua mataifa. Bwana unihukumu mimi kwa kadri ya haki yangu, sawa sawa na unyofu nilionao. Ubaya wao wasio haki na ukome, lakini umthibitishe mwenye haki. Kwa maana mjaribu moyo na viuno ndiye Mungu aliye mwenye haki. Ngao yangu ina Mungu awaokoaye wanyofu wa moyo. Mungu ni mwamuzi mwenye haki, naam, Mungu aghadhabikaye kila siku. Mtu asiporejea atauona upanga wake, ameupinda uta wake na kuweka tayari, naye amemtengenezea silaha za kufisha, akifanya mishale yake kuwa ya moto. Tazama, huyu ana utungu wa uovu, amechukua mimba ya madhara, amezaa uongo, amechimba shimo, amelichimba chini sana, akatumbukia katika andaki alilofanya. Madhara yake yatamrejea kichwani kwake, na dhuruma yake itamshukia utosini. Nitamshukuru Bwana kwa kadri ya haki yake, nitaliimbia jina lake aliye juu. Sema, Baba yangu, katika jina la Yesu, ninakuimbia wewe uliye juu asubuhi ya leo. Unastahili sifa, hakuna Mungu kama wewe. Asante kwa kibali, asante kwa neema, asante kwa neema, asante kunipa kibali kuwemo nyumbani mwako. Jina lako lihimidiwe Baba, katika jina la Yesu. Kama kuna jambo ambalo nimefanya au moyo wangu unalifanya au natarajia kufanya ambalo ni machukizo mbele zako, ninaomba rehema, ninaomba msamaha, ninaomba kibali katika jina la Yesu. Na kwa namna hiyo hiyo Baba, aina yoyote ya watesi, watu wabaya ambao wameinuka kupigana nami, Bwana, pigana nao wanaopigana nami, pambana nao wanaopambana nami. Inuka Mfalme, ukawaangamize watesi wa nafsi yangu wanaosema ole ole, tutaona. Baba, ukawaone wao kwa jina la Yesu. Baba, ninaomba shimo lolote ambalo adui zangu wamechimba ili nitumbukie, Bwana, wakatumbukie wao kwa damu ya Yesu, wakatumbukie wao kwa damu ya Yesu. Mtego ule ambao wameutega ili mimi ninase, Bwana, ukawanase wao kwa damu ya Yesu, ukawanase wao kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bali mtumishi wako nimekuja hekaluni mwako, nimekuja kukusifu, nimekuja kutoa sadaka za midomo yangu za shukrani kwa matendo makuu ya kutisha sana ambao unafanya juu ya maisha yangu. Ninaomba Baba, kupitia ibada hii ukaibariki, ukanitie nguvu, nena na roho yangu katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Wimbo namba 41 beti ya kwanza, kisha tuketi. Yesu aliniita iko kwangu, kichwa chako kilaze kifuani mwangu, nilikwenda kwake mara sana, nilichoka nikapata kwake raha na furaha tena. Amen. Naomba tuketi. Asubuhi ya leo tunaanza tena maombi ya siku 10 nyingine. Siku 10 kwa ajili ya mpenyo, siku 10 kwa ajili ya kuvunja ngome. Kwa nini tunafanya siku 10? Kwa sababu bandu na bandu humaliza gogo, kidogo na kidogo vinaangusha mti. Kwa tunapoenda siku 10 maombi fulani maalum yana nguvu ya kuweza kuvunja ngome na tatizo lote liko mbele yako. Kwa ninatamani unapoanza siku 10 usiishie njiani. Muombe Mungu akusaidie uweze kumaliza maombi ya siku ngapi? 10. Somo letu kubwa
Baba, naomba hekima. Baba, naomba hekima. Mstari mkubwa ambao tunatembea nao, Yohana 3 sura ya 1 mstari wa 2. Tumeuzoea, usipende kuzoea neno la Mungu. Yohana 3, waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 1 wa Yohana sura ya 3, waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2. Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1. Sikiliza kwa makini. Anasema, mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo ina maana Mungu amekusudia ufanikiwe. Lakini nilikwambia neno limekaa kama neno. Ahadi ya Mungu inahitaji maombi na imani kuyapata. Kwa imani inakufanya umuombe Mungu kwa siku 10. Kwa nini? Kwa ajili ya kuweza kufanikiwa katika pesa, kufanikiwa katika afya, kufanikiwa katika maisha yako. Angalau baada ya siku hizi 10 uweze kuomba kwa saa moja angalau kwa siku. Baada ya siku hizi 10 uweze kuwa ni mtu ambaye unaweza kusimama ukaomba, ukamwita Bwana kwa angalau saa moja kwa siku. Na inawezekana ukafanya asubuhi nusu saa. Mfano useme maliza nusu saa tayari kwenye maombi ya asubuhi. Kwa hiyo nusu saa nyingine ya kumalizia. Standard hiyo. Kwa hiyo tayari umeshaanza. Kwa hiyo usione kwamba haiwezekani, unaweza katika jina la Yesu. Haleluya. Weka utaratibu tu na Mungu atakusaidia. Kwa hiyo ni maisha ya kiroho. Lakini la pili, afya. Hakuna kitu kinaitwa kuumwa. Unaumwa unaenda wapi? Hospitali sio kwa ajili yako. My case is different. Hospitali kwa ajili yao wengine. Kwa Mungu, naomba ulinzi wa afya yangu, ulinzi wa afya ya familia yangu, ulinzi wa afya wa nyumba yangu, ulinzi wa afya wa chote kinachonizunguka katika jina la Yesu. Na mwisho, Baba, hii hali ya uchumi, kwani mimi siwezi kuwa na gari? Kwani mimi siwezi kuwa na nyumba? Kwani mimi siwezi kuwa na biashara nzuri? Kwani mimi siwezi kufanya kitu kikubwa? Kwani mimi natofauti na watu wengine? Baba, ninaomba wewe uwezaye kuinua mtu kutoka kwenye udongo, ninaomba ufungue akili yangu. Ni swala la kufunguka akili tu. Nione fursa hapa napoishi ili niweze kuzifanyia kazi. Baba, nikutanishe na watu sahihi ambao watanisaidia kwa ajili ya kutoka hapa nilipo. Ukichanganya vitu hivyo vitatu, naomba nikwambie, afya yako ikawa bora, uchumi wako ukawa mzuri, na maisha yako ya kiroho yakawa mashine kubwa kwa ajili ya Mungu, wewe sio kawaida tena. Na naomba nikwambie, utaishi kama mbinguni duniani tunaita. Lakini mambo haya yote kuweza kutokea yanahitaji imani. Imani ni uhakika wa mambo unatarajia. Unatakiwa uanze kuishi ukiwa na afya njema leo. Unatakiwa uanze kuishi ukiwa kama tajiri leo. Unatakiwa uanze kuishi ukiwa kama mtu ambaye una maisha ya kiroho leo. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa tutakuwa na maombi 10 tofauti kwa ajili ya hiyo njia. Nitatamani usikose, ili tumuone kila mmoja kabla mwezi huu hujaisha, unapoanza mwezi ujao, Mungu akifanya jambo la kuinua maisha yako katika kiwango kingine cha tofauti sana katika jina la Yesu. Usikubali kuwa unakuja asubuhi kila siku afuta ubaki vile vile. Usikubali kuwa mtu ambaye ni mtu wa kudumaa. No, lazima tuone matokeo ya kuinuka juu katika jina la Yesu. Haleluya. Kuna ushindi tunapoamua kumtegemea Mungu. Leo tunataka kuomba hekima ya kuanza vita kwa ushindi tunapoenda katika siku hizi 10. Na nilikwambia vita vyetu tunapigana katika njia 3. La kwanza ni neno la Mungu, la pili nini? Damu ya Yesu, na la tatu nini? Jina la Yesu. Kwa tuangalie mstari wetu wa kwanza, maombi ya kwanza leo asubuhi katika jina la Yesu. Naomba tusome pamoja kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 7. Naomba tusimame. Mithali sura ya 4 mstari ule wa 7. Mithali 4:7. Mithali 4:7. Anasema, bora hekima, basi jipatie hekima, na kwa mapato yako yote jipatie ufahamu. Baba, umesema kuwa na hekima ni kukujua wewe. Ninaomba kupitia ibada hii neema ya hekima. Kuanzia leo mdomo wangu nisiufungue bila sababu, nifungue maneno ya hekima yaliyojaa busara ya kimungu katika jina la Yesu. Sema, Baba yangu, katika jina la Yesu wa Nazareti, asubuhi ya leo kwa neema Bwana, ninajivika hekima itokayo juu kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu, kila pazia la giza, kila pazia la upumbavu, kila kazia la ujinga, out. Baba, ninaomba fungua akili zangu, fungua mawazo yangu,
neema ya hekima katika jina la Yesu. Roho yoyote ya kuchanganyikiwa, ya kuwa mjinga mjinga, ya upumbavu pumbavu, toka, 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 toka. Sema, Baba, ninaomba akili njema katika jina la Yesu. Ninaomba akili njema katika jina la Yesu. Baba, naomba aina yoyote ya upumbavu, ya ujinga ambao adui amepandikiza katika maisha yangu, ewe upumbavu, ewe ujinga, toka, achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu ninavunja kila ngome ya mamlaka ya giza ambayo imejificha kuharibu maisha yangu, kuharibu kazi yangu, kuharibu biashara yangu. Shindwa katika jina la Yesu, shindwa kwa jina la Yesu. Roho ya ujinga out, roho ya kuongea, roho ya kukata tamaa, roho ya kunyukanyuka out, out. Ninakukataa leo Baba. Ninaomba, shika kichwa chako. Hekima, napoongea maneno yangu yajae hekima, ninaposema maneno yangu yajae hekima, ninapotafakari maneno yangu yajae hekima. Nisiwe mjinga tena, nisiwe mpumbavu tena, nisiongee jambo ambalo silijui. Nifundishe kunyamaza, nifundishe kuongea kwa nukta Bwana, katika jina la Yesu. Ninakataa kuongea kusipokuwa na mkaka. Ninaomba Bwana, roho yoyote ya nyumba baba yangu, ya nyumba mama yangu, ambayo inanifanya niongee, niwe mjinga, out. Kuanzia leo naomba neema Bwana, roho ya hekima ingia ndani yangu Baba. Ninaomba sababisha roho ya hekima ingie ndani yangu katika jina la Yesu, amen. Maombi yetu ya pili yanatoka kitabu cha Mithali sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Mithali sura ya 2 mstari wa 11 na wa 12. Maandiko yanasema, busara itakulinda, ufahamu utakuhifadhi. Busara ni nini? Busara ni kuwa na utulivu kabla hujafungua mdomo wako. Kuna mtu mmoja nikamwambia, sikiliza, una shida gani? Akaniambia, na matatizo makubwa, nimekwama kabisa. Nikamwambia, unataka shilingi ngapi? Ambi chochote utakachojisikia. Unajua, akaanza kunipa story. Nikamwambia, brother, usinipotezee muda. Unataka nini? Inaitwa kukosa busara. Naomba shilingi 10,000 inisaidie kutatua matatizo. Imeisha busara. Asiyekuwa na busara ataanza, unajua, kwenda Kariakoo, kwenda Posta, kwenda Siala, kwenda mjini, kwenda Nala. Why putting up stories? Anazunguka mbuyu badala kwenda, anakosa busara. Busara ni uwezo wa kutokurupuka kuongea. Busara ni utulivu kabla hujasema jambo. Sema, Baba, kuanzia leo kupitia ibada hii ninaomba kama kuna watu 10 watakaotambulika mahali nilipo kwamba wana busara, ninaomba nikawe mmoja wapo. Na kataa roho ya kuropoka, roho ya kuchanganyikiwa katika jina la Yesu. Roho ya busara, roho ya ufahamu ingia ndani yangu katika jina la Yesu. Baba, nifundishe nisiongee jambo lolote pasipo ufahamu, bali kila anachosema, Bwana, nifundishe kukaa kimya, nifundishe kujifunza, nijifundishe kuongea jambo ambalo linaleta utukufu katika jina la Yesu. Sema, Mungu wangu, asubuhi ya leo fungua macho yangu ya rohoni katika jina la Yesu. Niione mitego ya adui kabla haijanipata. Nifanye kuwa mwepesi kutambua kila hila za adui katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu nainua mikono juu. Ninaomba kuanzia leo, kila napotaka kufanya maamuzi kuhusu fedha zangu, kuhusu pesa zangu, naomba roho ya hofu, roho ya pressure, roho ya tamaa, toka katika jina la Yesu. Baba, naomba uniongoze na uharibu
kila mpango wa adui kunitia katika hasara kwenye uchumi wangu katika jina la Yesu. Kuanzia leo, roho ya kutunza fedha, roho ya kutoishiwa ingia ndani yangu. Baba, nipe hekima ya maamuzi juu ya fedha. Inapogusa mikono yangu, isiondoke kwa hasara na upumbavu, ikawe ni faida ya kuniinua juu zaidi katika jina la Yesu. Baba, ninaomba kuanzia leo, bariki kazi za mikono yangu. Napopata pesa, Bwana, nipe hekima ya kujua namna ya kutumia, ya kujua kutulia katika jina la Yesu. Ninakataa roho ya papala, roho ya kuharaka katika jina la Yesu. Sema, Baba yangu, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninapinga kwa mamlaka ya jina la Yesu kila shambulio dhidi ya afya yangu. Roho yoyote iliyotumwa kula seli zangu, kula damu yangu, kula afya yangu, leo naamuru moto wa makaa ya mawe umgusa hiyo roho, umgusa hiyo mamlaka. Out kwa damu ya Yesu, katika jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu nainua mikono juu. Naomba nipe hekima ya kuishi kwa nidhamu, kuishi kwa adabu, kuishi kwa kiasi, kuishi kwa nguvu za rohoni, kuishi maisha ya maombi katika jina la Yesu. Baba yangu, ninaomba asubuhi ya leo, imarisha roho yangu. Ninaomba asubuhi ya leo, vunja kila udhaifu ndani yangu, udhaifu wa kuomba, udhaifu wa kusoma neno, kufa leo. Naomba kiu mpya ya kusoma neno, kiu mpya ya kuomba katika jina la Yesu. Inua sauti yako Mungu. Unajua sehemu gani umekosa hekima? Ongea na Mungu wako asubuhi ya leo. Ikaraboshe korianda rabosa reba sende rebashe. Baba, tunaomba kwa ajili ya kanisa, hekima kwa ajili ya kuongoza kanisa, hekima kwa ajili ya kanisa kukua. Tunaomba neema Bwana, ukashushe roho ya hekima kwa ajili ya kanisa kustawi, kwa ajili ya kanisa kwenda katika utukufu wako, kwa ajili ya kanisa kuweza Bwana kung'aa katika jina la Yesu Kristo aliye. Baba, naomba neema ukashushe roho Bwana kwa ajili ya kanisa kupata hekima, kwa ajili ya kanisa kuweza kuinuka, kwa ajili ya kanisa kuleta baraka, kwa ajili ya kanisa kuleta utukufu kwa damu ya Yesu wa Nazareti. Baba, achilia roho katika mahali hapa, roho ya hekima, roho ya busara katika kanisa lako, ili Bwana mahali hapa hekima ikadumu, hekima ikaongeze katika jina la Yesu. Achilia hekima kwa wazee wa kanisa, achilia hekima kwa viongozi wa kanisa, achilia hekima kwa wachungaji, achilia hekima kwa mashemasi. Damu ya Yesu ikafanye jambo jipya Bwana kwa ajili ya mahali hapa, kwa damu ya Yesu. Damu ya Yesu ikafanye jambo jipya Bwana kwa ajili ya mahali hapa, kwa damu ya Yesu. Ikaraboshe korianda rabose rebasende rebosha korianda raba rikabaka